Ngoma ya Kwetu TV. Ngoma ya Kwetu TV. Watazamaji wapendwa wa Ngoma ya Kwetu TV, hii Kwetu TV furahia, na hizi ni taarifa za habari zinazosemekana ya kwamba Swahili teketeke. Na taarifa ya kwanza ambayo tawaletea watazamaji wapendwa ni taarifa ambayo inayosemekana ya kwamba aliyekuwa minista wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Constant Mutamba aliweza kufukuzwa kazi na wanabunge wa taifa. Wabunge walikuwa wenye kuikaa na kusema ya kwamba hawamutaki Constant Mutamba kuendelea na kufanya kazi yake, sababu aliweza kuhukumiwa na kushtakia ya kwamba yeye ni mwizi ambaye aliiba pesa za taifa, alikuwa mwenye kuiba pesa za Wakongomani, na ndiyo ilikuwa sababu huyu Constant Mutamba alikuwa mwenye kufukuziwa kazini. Na baada ya hapo Constant Mutamba kosa gisa kuandika barua, lakini aliandika udhushi ndani ya barua yake na kusema ya kwamba yeye kuweza kusingiziwa ni nchi ya Rwanda, yani Kigali, ndio yenye na kwenye kufanya vile ili Constant Mutamba aweze kufukuzwa kazi. Je, Wakongomani, itakuwaje mtu ambaye iko Kigali aweze kusimamia na kusema wanabunge wote wa Kikongomani wote wakuwe nyuma ya kufukuzwa we kazi yako? Bwana Constant Mutamba, basi kama wewe ulikuwa ni mwizi, ulikula pesa kutengeneza prison, ni wajibu kwako kuiacha kazi. Watazamaji wapendwa, taarifa nyingine ya habari ambayo tunakuja kuwaletea saa kama na hii ni kuambia ya kwamba William Bugeme ambaye ndiye rais wa Wakongomani wanaoishi katika nchi ya Uganda, yani yeye ndio president wa diaspora hapo Uganda, baada ya kuangalia mateso siku za mingi za Wakongomani wanaoishi Uganda katika sekta ya afya, sekta ya education, William Bugeme aliweza kushirikiana na ambasade inayokuwa pale Uganda, na ambasade ikampatia fursa ya kuenda kutembelea nchi mkuu inayoitwa Kinshasa. William Bugeme alifika, alipokelewa na Didier Mudogo, aliweza kupokelewa na waminista mbalimbali, aliweza kupokelewa na watu wengi sana, wakuu viongozi wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo walimpokea William Bugeme, wakawa wenye kumsikiliza ili kuweza kuangalia kisa kutatua matatizo ya Wakongomani wanaoishi hapa Uganda. Japokuwa William Bugeme anakuwa mwenye kupingiwa, watu wengi wanakuwa wenye kumpinga sababu ni watu ambao hawataki maendeleo, lakini William Bugeme anajitahidi kufanya kazi ili diaspora ya Wakongomani hapo iweze kuenda mbele. Habari nyingine, watu wa dunia, muikale mwa hii dunia na muko najiepanga vizuri, sababu dunia hii inakuwa yenye kuharibika kwa muda mchache. Hii dunia ambayo tunaishi ndani sote inaenda kuharibika, sababu Israel ambayo iko nasaidiwa na nchi ya Amerika, Israeli imejifanya pomba ya kwenda, yani inajipiga kifua mpaka inaenda kuchokoza nchi ya Irane nayo ikasema na sisi tutakala kimya, acha tuanze kubombarde. Baada ya hapo wakasema Iran pamoja na warais wa Palestina, yani wa Palestine, na warais wengine wa nchi ya Kiislamu bote wakasema na sisi tutaacha wapige Irani peke yake, tutajiunga nyuma yayo. Na vile vile Israeli, Donald Trump akasema na sisi tutaacha Israeli baki peke yake, tutajiunga na Israeli tumpige Iran. Je, tutaishi mwa dunia tena tutatoka? Habari nyingine tuko nayo ya ine ni kuambia kwamba Rais Joseph Kabila Kabange iko Goma, na wakati alifika Goma aliweza kutanana na walimu, alikutana na wakuu viongozi wa madini, aliweza kutanana na wafanyabiashara, alikutana na mama, alikutana na watu wa mingi Joseph Kabila pale Goma. Lakini neno moja tu ndio alikuwa anawaambia, ingawa kama Tshisekedi hataweza kukubaliana, yani kufanya dialogue, yani kuweza kuzungumza na yeye, kufanya negotiation, ni lazima yeye atoke na atoke pale. Je, Joseph Kabila ana lengo gani ya kusema kama Tshisekedi hakuwa mwenye kufanya negotiation, nchi itakuwa ugabuliwa? Wandugu wapenzi, habari nyingine tuko nayo sasa ni kuambia ni mshangao yenye tuko nao, mshangao ya kabambi sana inapoona ya kwamba RDC, yani nchi ya kidemokrasia ya Kongo zamani kikozi. Wandugu wapenzi, baridi iko mingi. RDC imeweza kamata kontra ya kushangaza, banenda pana milioni 5 kwenda kuipatia Monaco. Jutu Monaco wanasinye kontra na Monaco ku milioni 5 ya dola ya Marekani. Monaco iko na vala tu visit Kongo. Tunajiuliza
bona timu ya taifa, yani timu ya Leopard, hakuna siku hata milioni moja ilishapewa kwa timu ya Leopard. Na bona waaskari ambao wako wanapigania nchi, hatujasikia gouvernement imetoa milioni 3 ama milioni 2 ya kuwapatia ili waweze kutetea taifa. Watoto wanabaki wajane, wanabaki mayatima, wanawake wanabaki wajane sababu waume zao wanakufia vitani, na gouvernement hakuna benye nafanya, lakini kujipendekeza tu. Gouvernement inaweza sinye kontra na Monaco pamoja na AC Milan ili waweze kuvala tu visit Congo, na watakapovaa hiyo visit Congo watavisit wapi? Sehemu ambapo kwamba kote kuna vita. Etienne Tshisekedi, president wetu, tunakuomba uweze kufikiria mara tatu kabla kupana zile franga, sababu walimu na wanganga habalipiwe, lakini unaenda fanya tu masifa, sababu kwa masifa hizo peso zipane kule. Habari ya tatu, wakaaji wa Goma na Bukavu pale ambapo kwamba M23 inakwenye kupakamata, wanalia usiku na mchana na kusaga meno na kusema ya kwamba M23 inawasumbua na matax. Ukacheka tax, ukalia tax, kuna kosa wapane na tax ya kupumua, yani ukapumua nayo watakao wanakulipatia tax. So kwa hiyo msoro inakuwa nyingi, OTT inakuwa nyingi, bill ni za mingi sana, na wanasema ya kwamba M23 inawasumbua na kuwapiga fimbo, japokuwa M23 alisema sisi ni wakombozi, tumekuja kuwakomboa kutokana na vita ambazo ama mateso ambayo aliwatia ndani. Lakini tunashangaa aliyejiita mkombozi bona ndio mwenye anakuwa mwenye kunyanyasa. Tunakuomba Simba ya Taifa, Corneille Nangaa pamoja na mkombozi Willy Ngoma na guvernere wote wenye mko pale Goma na Bukavu, tunaomba mtusaidie, msikilize kilio ya taifa, hizi mataxi zisikuwe za mingi sababu watu wanateseka. Habari ya tatu tuko nayo hii katika habari yetu, acha twende tusikilize visodo. Abisodo yenye tuko nayo ni kusema ya kwamba baba mmoja alijielekeza huko kazini. Hii ni habari ambayo ilipitikana Bukavu. Baba mmoja alijielekeza kazini, alipofika kazini akasema ni lazima aweze kufanya zina na kamsichana kadogo kainje. Akapigia wa vijana ambao kwamba walikuwa rafiki yake, akabambia vijana, munisaidie sana, mnitafutie msichana ambaye nitakuwa mwenye kuenjoy naye hii après midi yote kwa hoteli fulani. Wale wa vijana wakaenda wakamleta msika. Wakati walileta msika wakamuingiza mu hotel, wakamwambia tunakupatia kope, kuna kipapa ambacho kitakuja kuona mwile shambre, kile kipapa kitakupatia pesa nyingi, utakuwa mwenye kuenjoy, utakuwa mwenye kufurahi. Wakati ule mzee aliingia ndani ya hotel, akawasha tala. Alipowasha tala akakuta ni binti yake, hali ya kuwa papa alikuwa ametosha manguo na binti naye alikuwa ametosha manguo, alafu akakuta kumbe ni binti yake ndio mwenye anatafuta enda kuenjoy naye. Je, ni ukweli? Kama ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kuangalia chano hii, sababu tungali chano ya mpya, tunawaambia msikose kusubscribe na kuweza kutuma hii video kwa ndugu zenu wote ama ndugu zetu wote walioko mbali dunia nzima. Bandugu yangu, habari nyingine tunayo, kikundi cha wa vijana wanaoishi district ya Chegego yani Chakatu, ni kikundi ambacho kinachoitwa NVG, New Vision Global. NVG iliweza kutembelea wagonjwa wanaopatikana Bujubuli Health Center, hawa vijana ambao wanaweza kusimamiwa na Brown Fils ambaye ni CEO wa hii NVG. Aliweza kupata misaada mbalimbali na yakasema we give what we have, tunapana yale ambayo kwamba tuko nayo. Brown Fils akaelekea Bujubuli pamoja na kikundi yake, alienda kuwapatia watu mizigo tofauti na zawadi tofauti, sababu amebarikiwa yule ambaye kwamba anaipana na amebarikiwa yule ambaye kwamba anaipana kuliko yule ambaye kwamba anayepokea. Ndio Bujubuli wagonjwa wote waliweza kuwa na furaha, na wale ambao kwamba wanawahudumia wagonjwa na walifurahi, sababu walipewa vitu nyingi, walipewa mchele, walipewa sukari, walipewa mafuta, walipewa sabuni, na hata wengine waliweza kupatiliwa pesa kununua madawa ambazo kwamba ziko pale Bujubuli. Hii yote ni alama ya kuonesha kama mwaka inaanza vizuri na NVG inakuwa yenye kusapoti vijana, kama vile iliweza kuifanya Nifa TV Foundation siku zilizopita. Nao walienda kuwatembelea wasiojiweza katika zone mbalimbali. Tunawaambia ya kwamba msikose kusubscribe. Niliwaambia ni Swahili Teketeke, kusubscribe kwa hii channel yetu kama unapenda kazi zetu. Mungu akubariki. Wandugu wapenzi, hii ni Swahili Teketeke. Vyote venye ulisikia hapa ukosa mwenye kubisikie, sababu yote tulisikia tunasema havina source. She tunaviongea kwa sababu ni aseme
aseme. Tumewasikia watu wanasema tu aseme, alafu na sisi tukasema acha tukie tuseme habari ya aseme. Aseme M23 iko nalipisha taxes za mingi. Aseme Joseph Kabila iko naambia watu watabalkanize nchi. Aseme William Bugeme iko Kinshasa. Aseme Constant Mutamba basha mfukuza. Kama una uhakika na habari hizi, tuachie comment na Mungu atakubariki. Ngoma ya Kwetu TV, Alain Idrissa le Padre, tunawapenda sana. Ngoma ya Kwetu TV. Ngoma ya Kwetu TV.